Alama tatu katika mchezo wa kwanza wa Simba Sports Club. Tuambie mchezo ulikuwaje kwa upande wako? Kwanza tunashukuru Mungu kwa kuweza kupata alama tatu. Mchezo haukuwa rahisi kwa sababu tumekutana na timu ambayo imeweza kukasa na nyuma, na siku zote timu inayokaa nyuma kuifungua inakuwa ni ngumu sana, lakini mimi napongeza wachezaji wangu. Goli 3, pointi 3 kwetu sisi ilikuwa ni kitu muhimu sana. Wengi wamefurahi zaidi kuona baadhi ya nyota kama Mzamiru Yassin kupata nafasi baada ya muda mrefu kukosekana katika kikosi. Of course unapokuwa na mechi kila baada ya siku mbili mechi lazima uweze kupanua wigo wa kipana. Kwa hiyo kurudi kwa Mzamiru kutoka injury, hata hivyo performance yake haikuwa nzuri sana, lakini bado mwendezo wake ni mzuri sana. Kwa hiyo inaongeza idadi ya wachezaji kuweza kufanya rotation na kuweza kumanage timu kwa ujumla. Pengine utapokuwa nje kuelekea mchezo wa kesho kutwa wa marudiano dhidi ya Gaborone, kwa namna ambavyo timu inaenda sasa hivi chini ya mwalimu mpya ambaye amekabidhiwa mchezo huo, unatarajia kuona nini cha tofauti? Mimi nafikiri tutakaa na mwalimu, and then tutaplan jinsi gani ya kwenda kucheza game hiyo. Kwa hiyo nafikiri tutaiongelea siku moja kabla mechi, mwalimu atakuja kuongelea mipango, lakini tutakaa naye pamoja na kuweza kujua jinsi gani tutakwenda katika game hiyo. Asante sana. Nashukuru sana. Kwa mikononi mwetu ni dakika 90 ambazo tunaenda kucheza. Kwa hiyo tulihakikisha kwamba kwanza game plan kwamba navyo hapa kwenye nusu yetu, tutakapopata fursa ya kuweza kuwashambulia wapinzani wetu, basi tutawashambulia wapinzani wetu. Pengine kucheza kuwa na substitution chache imeharibu vipi mipango yako ya mchezo wa leo? Ndiyo, imetuathiri kwa sababu ukiangalia kipindi cha pili kuna wakati uliona kabisa kwamba wachezaji katika eneo la kiungo wamechoka, lakini hatuna jinsi, una options ambazo unaweza kufanya mabadiliko kutoka kwenye benchi. Tulifanya moja tu, baada ya hapo kulikuwa hamna options nyingine. Wengi asante sana. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.